السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia ziada za rehema bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu, leo kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala na tena tunaleta sehemu ya tatu ya mada yetu ya faida za kusoma bismillah. Mada ya sehemu ya tatu, faida za kuisoma bismillah. Tumeeleza sehemu ya kwanza, sehemu ya pili, na leo ni sehemu ya tatu. Leo tutaeleza faida takriban 7. Tutaeleza faida takriban 7 za kuisoma bismillahirrahmanirrahim. Leo kwanza, kama tumeeleza katika darasa nyuma zilizopita, yenyewe hii ni aya miongoni mwa aya katika suratul Fatiha. Lakini vile vile suratul Fatiha ni aya katika surati Namli, pale aliposema Malkia Balqis kuambia watu wake, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Hii ni aya katika suratul Fatiha na ni aya katika surati Namli. Bismillahirrahmanirrahim ni neno ambalo lina herufi takriban 19 na lina maneno manne, na vile vile kuna majina matatu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya bismillahirrahmanirrahim, ambaye ni Lahi, ambaye bismi Allahi ila Mungu, Arrahman ila Mungu, na Arrahim ila Mungu. Kwa kuna majina ya ndani yake matatu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuanze na faida ya kwanza kabisa ya mtu kusoma bismillahirrahmanirrahim. Sikilize kwa makini sana, kwa sababu kuna faida kubwa utakwenda kuipata katika hii bismillahirrahmanirrahim. Sikilize kwa makini, na leo nitakutajia faida takriban 7. Zikamate, zishike na nenda kazifanye kazi. Faida ya mwanzo kabisa mwenye kusoma hii bismillahirrahmanirrahim, mwanzo wa kila jambo ambalo kwamba anakwenda kulianza, bi maana anaomba baraka za Mwenyezi Mungu katika jambo hilo. Yani anasoma kutaka baraka kwa Mwenyezi Mungu katika jambo hilo ambalo anakwenda kulifanya. Mwenyezi Mungu alipe kheri zake na Mwenyezi Mungu alipe ulinzi wake, ndio ataanza kwa bismillah. Kwa maana hiyo jambo lolote ambalo wewe utaanza kwa kulisema bismillahirrahmanirrahim linakuwa ndani ya himaya yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tayari na kumkabidhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kila mmoja wetu hapa alipo, basi anapoanza jambo lake la kheri lote lile, basi aanze kwa bismillahirrahmanirrahim. Hii ni faida ya kwanza, kwamba anakuwa amemkabidhi Mwenyezi Mungu jambo lake, baraka zake na kheri zake zote amemwachia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa jambo hilo. Hii ni faida ya kwanza, kuanza kwa bismillah kwa kila jambo lilokuwa la kheri, na haya ni maneno yake bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ni faida ya kwanza. Faida ya pili, Mtume anasema lau anna ahadukum lau anna ahadukum ama kwa hakika mmoja wenu, idha arada an ya'tiya ahlahu, pili mmoja wenu anapotaka kumwendea mke wake, faqala, basi akasema bismillah, Allahumma jannibni shaytan wajannibi shaytani ma razaqtana. Allahumma jannibi shaytani wajannibi shaytani ma razaqtana. Akasema mtu huyo kwamba kaomba dua hii ya kujilinda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mweke mbali shetani na mwekipushe vile vile na kile ambacho kitamruzuku. Fa innahu, Mtume anasema mwenye kusema neno hayo, basi kama Mwenyezi Mungu atajalia kupata mtoto katika siku hiyo au riziki ya mtoto katika siku hiyo, basi Mwenyezi Mungu mtoto huyo atamwepusha na shari zote, hatopatwa na jini wala hatopatwa na shaitani, kwa mtu ambaye atakayeanza tendo ndoa wa kuanza na bismillah na akasoma dua hiyo. Hii ni faida ya pili ya kuisoma bismillahirrahmanirrahim. Watu wengi tunaidharau sana. Hii ni faida ya pili. Lakini faida ya tatu, Mtume anasema idha dakhala rajulu baitahu, pindi atakapoingia mtu nyumbani kwake, fadhakara Allahu inda dukhulihi, kisha akamtaja Mwenyezi Mungu wakati anaingia ndani mwake, maana akasema bismillahirrahmanirrahim, wa inda ta'amihi, ama wakati wa chakula, qala shaytani, basi shaytani husema la mabitakum, wanasema anaambia jamani, leo
hakuna kulala humu ndani wala hakuna kula humu ndani. Hakuna kulala humu ndani wala hakuna kula humu ndani. Maana kwamba mtu ambaye ameingia ndani mwake kwa kusema bismillahirrahmanirrahim, na akasema wakati anakula chakula akasema bismillahirrahmanirrahim, kama vile Mtume alimuelekeza kijana mmoja kama ya ghulam samillah, unapokula kwanza mtaje Mwenyezi Mungu, maana sema bismillah. Maana ukisema hiyo wakati wa kula shetani asogei, ukisema hiyo wakati wa kulala shetani asogei, ukisema hiyo wakati wa kuingia ndani shetani asogei. Hizi ni faida za mtu kuisoma bismillah. Na mawili unaweza ukasoma yote mpaka mwisho bismillahirrahmanirrahim, ama ukasema tu bismillah imetosha. Lakini faida ya 4 wakati wa kulala, ukisema bismillah allahumma amutu wa ahya, bismillah allahumma amutu wa ahya, mwenye kusoma maneno haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atajalia mtu huyo hawezi kufa kifo cha ghafla, hawezi kufa kifo cha ghafla. Na hasa mtu ambaye akaisoma hii bismillah mara 21 wakati wa kulala, mara 21 wakati wa kulala, basi mtu huyo atapata hifadhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala usiku mzima, na atapata kinga ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala usiku mzima, na hatakufa kifo cha ghafla. Bimaana kifo chake mtu huyu lazima Mwenyezi Mungu atajalia atatamka shahada, mwenye kudumu na kusoma bismillah mara 21 kila wakati wa kulala. Hii ni faida miongoni mwa faida ya 4 ya kuisoma bismillahirrahmanirrahim. Lakini faida ya 5, Muislamu atakiwa na kuvua nguo basi aseme bismillahirrahmanirrahim, au aseme bismillah. Kwa sababu maana yake nini? Maana yake asipofanya hivi basi wakati anavua shetani atakuwa anakuchezea mwili wako, anakuwa anakutomasa mwili wako. Lakini ukisoma hivi na kwa tayari ushaweka kinga na hawezi tena kukuchezea katika mwili wako. Hii ni faida ya 5 ya mtu mwenye kusoma bismillahirrahmanirrahim. Lakini faida ya 6 kwa mtu ambaye ameingia ndani mwake usiku alafu akafunga milango yake kwa kusema bismillahirrahmanirrahim, anakuwa amepata kinga mbili. Kinga ya kwanza kutokana na wachawi na mashaitani, lakini kinga ya pili anakuwa ameikinga nyumba yake kutokana na wezi. Ameikinga nyumba yake kutokana na wezi kwa mtu ambaye atakayesema bismillahirrahmanirrahim. Hii ni faida ya 6 katika zile faida 7 za mtu kusoma bismillahirrahmanirrahim. Angalia faida hizi kwa watu wengi na Mungu tunazidharau. Na kabla sijamalizia faida ya 7, nipende kuwashukuru ndugu zetu wale ambao wanaitoa sadaka zao kwa ajili ya kuchangia chakula cha mayatima, kuchangia daftari, kuchangia daku. Mwenyezi Mungu awalipe kheri, Mwenyezi Mungu afanye kila sahari katika yale ambayo kwamba wao wanayaomba katika mahitaji yao. Basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awatengenezee, awanyoshee kwa kila kile ambacho wanachokihitaji kwa kujitolea kipindi hiki kuwafuturisha na kuwapa daku mayatima. Na yule ambaye anataka kuendelea kuchangia basi inshallah namba zetu ni zile zile kwa wale kwa nje na wale kwa hapa Tanzania, anaweza kaleta mwenyewe Masjid pale Islamia Buguruni Sheri, akifika pale itakabidhiwa katika ofisi ya imamu mzigo wake huo. Tuendelee na faida ya 7 na ya mwisho ya kusoma bismillahirrahmanirrahim. Hii kama utakuwa unaisoma wakati wa usiku, maana tayari kiza kimeingia, sasa unaifunika vile vyombo vyenu ndani. Maana Mtume katusisitiza tufunike vyombo ndani. Wakati unafunika vile vyombo vyako ukasema hii bismillahirrahmanirrahim, basi mashaitani hawawezi kufungua vyombo ama mlango uliosomwa kwa kusoma bismillahirrahmanirrahim. Na hapo katika hiyo faida 7 ukisoma mara 21 imani kwako, achilia mbali ule muda wa kulala, ukaisoma tu mara 21 imani kwako, basi wale mashaitani wale maamirul baiti yanayokaa katika nyumba yako utoka na kukimbia na kwenda mbali sana, kwa sababu ukisoma hii unakuwa unawaunguza wale, wanakimbia na kwenda mbali sana. Hii ni faida ya 7 ya mtu kudumu na kusoma bismillahirrahmanirrahim. Inshallah ndugu zangu Waislamu, leo tuishie katika faida hii ya 7 na leo tuko sehemu ya 3 kuielezea bismillahirrahmanirrahim. Yule ambaye bado hajasubscribe asubscribe ili aendelee kupata faida mbalimbali za mada kama hizi pindi tunapokuwa tunazileta ama tunazitoa katika darasa zetu hizi. Inshallah niseme tu tuendelee kusubscribe kupata faida nyingi sana,
na tuendelee kushare video zetu hizi kwa watu wengine ili faida hizo wapate na watu wengine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.